Kushiriki na watu wa Mungu na hili neno ambalo Bwana alilitia ndani yangu ninalitoa kwa kitabu cha Marko, the book of Marko, na nitasoma haraka ndio tuweze kuandamana. Chapter number 7 and from verse number 1. Wacha nisome kwa haraka na ninajua kwamba tutamaliza. Ninasoma ndio tuelewe, tuwe na ufahamu, but I will speak the word that God has put in my heart. Then the Pharisees and some of the scribes came together to him, having come from Jerusalem. And when they saw some of the disciples eat bread with the defiled hands, that is, unwashed hands, they found fault. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands in a special way, holding the tradition of the elders. When they come to the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other things which they have received and hold, like the washing of cups, pitchers, copper vessels, and coaches. The Pharisees and the scribes asked him, why do your disciples not walk according to the tradition of elders, but eat bread unwashed? And he answered and said to them, where did Isaiah prophesy of you hypocrites? As it is written, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. In vain they worship me, teaching as doctrine the commandment of men. For laying aside the commandment of God, you hold the tradition of men, and washing of pitchers and cups and many other such things you do. He said to them, all too well you reject the commandment of God, that you may keep your traditions. For Moses said, honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him be put to death. But you say, if a man says to his father or mother, whatever profit you might have received from me is korban, that is a gift given to God, then you no longer let him do anything for his father or his mother, making the word of God of no effect through your tradition, which you have handed down, and many such things you do. When he called all the multitude to himself, he said to them, hear me everyone and understand. There is nothing that enters a man from outside which can defile him, but the things which come out of him, those are the things that defile a man. If anyone has ears, let him hear. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nimekuja mbele za Mungu, ama niko mbele zenu nikitaka kulileta neno la Bwana ambalo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu nikaweze kufundisha kanisa la Mungu. Na siku ya leo neno langu ni kwa watu ambao wanamtafuta Mungu na wangetaka kuwa na Mungu katika maisha yao. Na ninataka nipatie ujumbe wangu neno hili ama hiki kichwa, tradition versus commandments of God. Praise God. Traditions versus the commandment of God. Kwa sababu watu wa Mungu katika dunia mahali tumefika, kuna mambo ambayo tumesoma hapo tukaona ya kwamba haya mambo mawili yako duniani. Tunaona ya kwamba wakati Yesu alipokutwa na hawa Mafarisayo wakiwa kule, wakiwa wametoka Yerusalemu, maandiko inasema wakaona wanafunzi wa Yesu wakila chakula kabla hawajanawa mikono. Wakati walipoona hivyo, wakakuja wakauliza, ama wakakuja wakiwa
karibu walete fujo, wakiuliza kwa nini wanafunzi wako wanavunja sheria za wazee. Praise God. Amen. Wakauliza kwa nini wanafunzi wako wanazivunja sheria za wazee, kwa sababu wanakula na mikono ambayo ni najisi. Wakati walipomwambia Yesu hivyo, Biblia inasema ya kwamba hao watu walikuwa na tabia ya kwamba walikuwa watu wa usafi, na maandiko inasema wakitoka sokoni hangekula chochote kabla hajanawa mikono, kabla hajaosha vyombo vyote ambazo alikuwa nazo karibu. Wakimaliza hivyo ndivyo walikuwa baadaye anakula. Lakini wanafunzi wa Yesu walienda wakakuta chakula na wakaanza kula hata bila kunawa mikono. Ikasemekana ya kwamba wanakula na mikono najisi. Naye Yesu, maandiko inasema ya kwamba wakati aliposikia wakisema hivyo, akawaangalia akasema ya kwamba nyinyi ni wanafiki. Praise God. Aliwaita mara moja ya kwamba hawa watu ni wanafiki. Akasema Isaya aliongea juu yenu ya kwamba hawa watu huniheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Anakasema ya kwamba wanamuabudu kule, wakifundisha mafundisho ya wanadamu kana kwamba ndio amri za Mungu. Praise God. Wakati Yesu aliwaambia hivyo, ni vizuri mtu wa Mungu, it is good kujiuliza kwa nini Yesu akasema haya. Akasema ya kwamba they teach us doctrine, the precepts of men. Huwa wanafundisha mafundisho ya wanadamu kana kwamba ndio sheria ya Mungu. Allow me nikaweze. Biblia inasema ya kwamba they teach us doctrine, the precepts of them. Na ni mstari wa 6 ambao inasema ya kwamba akawaambia, Isaya alitabiri vyema juu yenu nyinyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, hawa watu huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Watu wa Mungu, siku ya leo ninapolileta neno la Mungu, ninataka kutahadharisha wale ambao wanampenda Mungu. The times we are in, nyakati ambazo tuko nazo, unless we turn back to God, unless tuweze kufundishwa, kuna hatari ambayo imekuja katikati ya watu wa Mungu ama katika dunia ambayo tuko nayo. Kuna mambo ambayo watu wameitilia maanani sana, lakini hayo mambo ambayo imetiliwa maanani ni kinyume na neno la Mungu. Praise God. Maandiko katika kitabu cha Timotheo, Paul alitahadharisha watu ambao walikuwa wanahubiriwa na Timotheo. Akawaambia ya kwamba, na pia katika kitabu cha inaitwaje, not Galatians, hiyo ingine inaitwa Colossians. Praise God. Akawaambia mujitahadharishe na neno ambalo alitumia la Kiingereza philosophy, kwingine akatumia the word science. Praise God. Siku ambazo tuko nazo, what we call science, what we call philosophy is about to corrupt the word of God. Na kuna mahali kwingi unaweza kukuta ya kwamba kuna mambo ilitengenezwa na wanadamu, na haya mambo ni unscriptural. Praise God. Amen. Hii mambo haiko katika neno la Mungu, lakini watu wameitukuza mpaka imefika kiasi ya kwamba usipojua ukweli, hii mambo imeanza kufunika ukweli. Na watu wa Mungu siku ya leo, ningetaka kwa sababu tumeitwa, ningetaka kwa sababu ninajua ya kwamba kila mmoja wetu huwa tunatafuta Mungu na tungetaka kuwa marafiki wa Mungu. Ningetaka kila wakati uendapo mahali popote, whatever you are taught, beware. Praise God. Tumefika nyakati ambazo unaweza kufika mahali
na usikie ya kwamba kuna mtu anapigia campaign mambo ya ushoga na anasema ya kwamba ati mimi nimezaliwa namna hiyo, na hata my flesh huwa inasikia ya kwamba inataka kufanya hivyo, na wanajitetea wanasema that is my nature. Hiyo nitasema shetani yashinde. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu huwa unasikia akijitetea ya kwamba that is my nature. Hebu nikuulize, kama mtu anasema nature yangu huwa inasikia kutamani mwanaume mwenzangu, mwanamke mwenzangu, na tuseme ya kwamba kwa sababu ako hivyo apatiwe uhuru wake, nitauliza kama vile mtu mwingine aliuliza, si mahali munakaa kuna waizi, na huyo mtu husikia nature yake ni kwamba akinyang'anya watu ama akichukua kitu ya mtu akipiga ngeta, si huwa wanasikia vizuri? Tunaweza kuwaachilia tuseme ndio nature yao, wapatiwe uhuru wao. Praise God. Na inawezekanaje mtu anafanya kinyume na neno la Mungu na tunasema hiyo ni nature yake, aachiliwe? Hapo kuna shida mahali. Praise God. Amen. Na hii mambo inafundishwa mpaka unakuta ya kwamba watu dunia mzima wanafanyia campaign mafundisho ya wanadamu wametoka kwa roho. Wakati mmoja Paul aliuliza watu wa Galatia, aliwauliza, hebu niwaulize nyinyi wajinga, nani amewaroga? Mlianza na roho na mnamalizia na mwili. Praise God. Amen. Paul aliangalia watu wa Galatia kulingana na msingi ambao walikuwa wamewekwa ama amewaweka juu yake, akashindwa, what is wrong with these people? Mimi sikuwafundisha mambo ya Kristo namna hiyo. Sasa nimewafundisha kumwamini Kristo na kumpokea kwa imani, na kuamini ndio waweze kupata uzima wa milele. Kuamini ndio miujiza itendeke, kuamini ndio wabarikiwe. Lakini hawa watu wakafika mahali wakaanza kusema, lakini hapana, usipotahiriwa hautauona ufalme wa Mungu. Usipofanya jambo hili na hili na hili hautauona ufalme wa Mungu. Na wakaanza kufuata hayo mambo yote, mpaka akawauliza, mumerogwa na nani? Na akawauliza, hivyo ndivyo niliwafundisha kuhusu Kristo. Nyakati ambazo tuko nazo, we are in danger ya kutoka katika imani na kuingia kwa mambo ambayo inafundishwa na wanadamu. The place that we are in today, si ajabu unaweza kukuta mtu ameingiwa na shida fulani, na hiyo shida ikikukuta, ukienda kwa watu kutafuta msaada, unaambiwa hiyo shida inaweza kuisha. Niliona na nimeshashuhudia. It is good to beware watu wa Mungu. Siku hizi nimeona watu wameanza kurudia the traditions of men. The place you are in, huwa unakuta ya kwamba watu wanaambiwa, kama ni vijana wakienda kuwa wazima, wanaambiwa waende mahali washauriwe na wazee, wawekwe msingi ndio wawe vijana wazuri. Hebu nikuulize, hiyo mafundisho wanafundishwa kumpokea Kristo? Praise the Lord. Nataka niseme there is danger. Kwa sababu ya unafiki ulio duniani, watu wanaondolewa kwa Mungu wakiambiwa ni kusaidiwa. Unaweza kukuta mtu ambaye ni Mkristo na kuna hali anapitia, na unakuta wale wanaomshauri wanamwambia, wacha nikuambie mtu wa Mungu, hili jambo ndio liishe. Nilisikia watu wakisema muacha mila ni mtumwa. Kuna mtu alisema hivyo na nikasikia. Akasema hata kama tumeingia ndani ya Kristo, hatuwezi achana na mila zetu. Itakubidi kufanya hivi na hivi na hivi. Na ukifanya hayo mambo, hatukuambii utoke kwa Kristo. Wewe kwanza maliza hayo, alafu rudi katika Ukristo. Na ile mambo anaambiwa si mambo ambayo inampendeza Kristo. Hapa niulize, ninauliza kwa sababu today ninataka kufundisha juu ya
nimesema ninaita ujumbe wangu ya kwamba watu wa Mungu ama the word of God versus the precepts of men. Praise God. Commandment of God versus the precepts of men. Kuna mambo ambayo nyakati ambazo tuko nazo unakuta ya kwamba mtu amewekelewa mizigo mingi na unaambiwa ni kweli wewe ni Mkristo tu, endelea katika imani, lakini ujue ya kwamba ndiyo maisha yako ikawe vizuri mpaka ufanye hivi na hivi na hivi. Kuna mahali unaweza kukuta ya kwamba unaambiwa upeleke hii, kutoka hapo upeleke hii, kutoka hapo ufanye hivi, na kuna mahali hata huwa tunaambiwa upeleke pombe kwanza imwage chini kidogo. Huwa inamwagiwa nani? Praise the Lord. Wale watu huwa wanaambiwa pombe imwagwe chini, huwa inamwagiwa nani? Praise God. Sina wanasema wale waliokufa. Praise God. Isaiah 9 inauliza, no, Isaiah 8 inauliza, can the living go to seek from the dead? Ama mtu aliye hai anaweza kwenda kutafuta ushauri kwa waliokufa? Kuna uhusiano kati ya walio hai na waliokufa. Praise God. Na utakuta ukiambiwa ya kwamba ati hivyo ndivyo iliachwa na watu fulani mpaka ufanye hivi. Ukienda mahali kwingine unakuta ya kwamba kama kukiwa na matanga unaambiwa kitu cha kwanza mpaka unyolewe, kitu cha pili sijui uchukue huko, kitu cha tatu sijui ufanye nini. Hii mambo yote na ni Wakristo wanaifanya. Nataka nikuambie ya kwamba unless watu wa Mungu wawe imara, tutachanganywa mpaka tutoke kwa imani na tuweze kuingia tena katika dunia. Tutoke kwa dunia tumwamini Kristo na baadaye turudi tena mahali tulitoka. Watu wa Mungu, ninataka niwaambie ya kwamba we must have a clear cut line between our faith and their faith. Amen. Praise God. Mpaka mambo mengine tuweke msimamo ya kwamba kama ni kumfuata Kristo, tumfuate Kristo. It doesn't matter kama utatengwa, it doesn't matter kama watu watakuchukia, lakini ukiamua ni Kristo, nataka niseme ya kwamba itatubidi tufuate Kristo. Amen. Praise God. Amen. Hapa tunaona our Savior Jesus Christ alikuwa anataka kuingizwa ndani ya hiyo mtego. Akaulizwa, kwa nini wanafunzi wako wanafanya lile ambalo limekataliwa ama wanafanya kinyume na mafundisho ya wazee? Na hii ni mzigo mzito. Si umeona vile wanaelezea ati kabla ukule unafaa kwanza uende unawe mikono vizuri, uoshe vitu vyote, ukishaosha sasa uende kukula. Na jambo lingine walikuwa wanafanya, walikuwa wanasema ya kwamba kama kuna kitu ulikuwa upelekea mzazi wako, unaweza kosa kumpelekea, ikiitwa korban. Korban nimeona ikielezea ya kwamba ni kwenda umwambia kwamba kile ningekupatia nimekupatia Mungu, na kwa hivyo kwa sababu nimepatia Mungu hakuna kitu utapata, na inakuwa tu sawa. Yesu akauliza, kwa nini mnavunja amri za Mungu ndio mfuate mafundisho ya wazee? Kwa maana neno la Mungu limesema ya kwamba heshimu baba na mama, siku zako ziongezeke. Na yule ambaye hata mheshimu, maandiko inasema na afe. Lakini hawa wazee wakasema unaweza kosa kumpelekea, na ukikosa kumpelekea kile ambacho unafaa kusaidia mzazi nacho, na useme hiyo nilipatia Mungu, wakasema hiyo hakuna laana itakupa. Mungu ndiye alisema tuwaheshimu, na mtu ambaye umeheshimu hawezi tu kumheshimu kwa kusema ninamheshimu. Mtu ambaye unaheshimu huwa unaenda na unampelekea kitu akule na anywe, na ndio asikie vizuri kwa sababu you honor that person. Lakini wazee walikuwa wamefundisha watu njia ya kuepuka hiyo amri ya Mungu ndio waweze kuletewa vitu. Yesu akawaita wanafiki,
Let me tell you, church of the living God, ile dunia ambayo tuko nayo imejaa unafiki, na ni vizuri kujichunga usiingizwe katika unafiki ama usitekwe mawazo yako na watu wanafiki. Yesu akasema ya kwamba wale ambao wanafanya hivyo, maandiko inasema ya kwamba hao watu huwa wanamwabudu Mungu. Ya Kiingereza inasema ya kwamba verse number, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain they worship me, teaching as doctrine the commandments of men. Bwana sifiwe. Amen. Nataka nikaweze kudhibitisha hilo neno ya kwamba hawa watu huwa wananiheshimu kwa midomo yao. Lips ni hizi. Kwa mama si mnajua lipstick. Lipstick haipakangwi kwa ulimi. Lips ni hizi. Praise God. Na Bible inasema ya kwamba roho zao ziko mbali na mimi. Let me tell you, I want to tell the people of God, kuna kitu inaitwa lip service. Kuna kitu inaitwa lip worship. Na hii mambo hufanywa na watu wanafiki. Hata Yesu siku moja alikutwa na mnafiki mmoja na akambusu kwa lips zake. Si busu huwa inatumia lips. Akamwambia master, akatumia lips kumbusu. Lakini Yesu kwa sababu alikuwa anajua watu, akamuuliza Judas, unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu? Unajua ukiona mtu anakubusu, huyo mtu anakupenda. Praise God. Lakini hata mnafiki hufanya namna gani? Praise God. Kwa hivyo usifikirie busu zote zinatokana na watu wazuri. Even a hypocrite can use the lips. Hawa watu maandiko inasema they worship God with their lips, but their heart is far away from God. Wale watu ambao hufanya mambo kama haya, Bible inatuambia wazi ya kwamba their hearts are far away from God. Praise God. Na kile kitu Mungu huangalia ni kile kiko ndani ya mtu, katika moyo wa mtu. Maandiko inasema ya kwamba the spirit of a man is the candle of God. Roho ya mtu ndio taa ya Mungu, na Mungu huwa anaweza kuchunguza mtu kutoka ndani ya moyo wake. Bwana asifiwe. Upendo wa kweli, ibada ya kweli, si hii ya midomo. Na kuna wakati one of our brothers who anatusomea anasema ya kwamba true worshipers will worship God in truth and spirit. Ya kwamba waabudu wa kweli watamwabudu Mungu kwa kweli na kwa roho. Praise God. Ibada ya kweli kutoka ndani. Yesu akielezea juu ya wanafiki alisema ya kwamba huwa wanaosha kikombe juu, lakini ndani kimejaa uovu. The true worshippers worship from inside. Praise God. Sio mambo ya juu. Worshippers wa kweli, they worship from inside. Na Biblia inasema ya kwamba wanafiki tu peke yake ndio huweza kuabudu kutoka nje. Na watu wa Mungu, wacheni niwaambie, we need to be true worshippers. Praise God. Amen. Na tunafaa tulifuate neno la Mungu. Na ukisema ni wanadamu, nataka nikuambie, wanaweza kukupotosha kabisa. Kwa sababu ukiangalia mambo ya nje, kuna watu utakuta ni wazuri sana, lakini ndani yao hawana haja na Mungu hata kidogo. Kwa hivyo, let me tell you, ukiona mtu anakuambia mimi ni mtu wa Mungu, usimdhibitishe ni wa Mungu kwa vile unaona anapiga magoti peke yake. Kupiga magoti ni vizuri, lakini chunguza ndani ya moyo wake ni nini iko. Wale watu wengi wamedanganywa na wakaumia ni wale watu huangalia mambo ya nje. Praise God. Unajua hii mambo ya nje ambayo inaitwa lip service, inaitwa honor with lips. Praise God. Imetopoteza watu wengi.
Unaweza kukuta mtu kwa sababu ameona mtu amelia. Unajua unaweza kukutwa na mtu na akuambie jambo mpaka amwage machozi. Useme imeniguza. Na hii machozi ni vile ameumbwa ya kwamba yake hutoka haraka. Si umeshaona mpaka kwa michezo ya kuigiza, si kuna watu perform na unaona mpaka anatoa machozi kabisa. Ukidanganyika na hii mambo ya nje, itakupoteza. Praise God. Ukitaka kujua kama kuna Mungu, angalia ndani. Praise God. Na hii ndiyo shida ambayo tuko nayo nyakati tulizo nazo. Unaweza kuona mtu, umwangalie vile anafanya, lakini ukitaka kupima mtu, Bible inasema ya kwamba kuna watu hukataa neno la Mungu, lakini huku nje wako sawa. Praise God. Amen. Paul akasema ya kwamba siku za mwisho, na pia kitabu cha Titus kimesema tu namna hiyo. Imesema ya kwamba people will have a form of godliness but denying the power of that God. Praise God. Amen. Kitabu cha Titus kikaelezea jambo kama hilo. Na pia kitabu cha James kuna mahali Yakobo alisema ya kwamba akasema true religion, akasema dini ya kweli ni kwenda kuangalia wajane na watu ambao hawana uwezo. Lakini hiyo inaitwa dini ya kweli. Praise God. Dini ya kweli si kuvaa msalaba mkubwa. Unajua mtu akija akona msalaba ambayo imefika hapa, watu hufikiria kwamba ni wa Mungu sana. Ama mtu akiwa anatembea kwa kastailo kengine ka unyenyekevu, mnasema yule ni wa Mungu. Si unaona vile anatembea. The right proof ya kujua mtu wa Mungu ni kuangalia kama analitenda neno la Mungu. Praise God. Hallelujah. Kanisa la Mungu nimeleta hili neno likaweze kuwa eye opener kwa maisha yako, likaweze kufungua macho yako. Ukitaka kumpendeza Mungu, soma neno la Mungu na ulitende neno la Mungu. Lakini maandiko inasema ya kwamba you should beware of hypocrites. Hypocrites hata anaweza kufanya kitu chochote, anaweza kuvalia kitu chochote, anaweza kusema jambo lolote, lakini ndio ujue kama una ukweli. Maandiko inasema ya kwamba whatever a person does, it should be in accordance with the word of God. Unaweza kuwa na watu, unaweza kuingia ndani ya roho ambayo iko kinyume na ukweli wa Mungu. Siku ya leo ningetaka kusema mambo ambayo nitapeana mfano, na ninaona masaa yangu ni mazuri. Kuna mahali mtu mmoja alienda kwa dini moja. This is a true example ama a real example. Mtu mmoja akaenda kwa dini moja, na kwa sababu ni kitu ninajua, walikuwa wanavalia nguo ndefu, walikuwa wamejifunga hata vitambaa, na wakafika mahali wakasema tunapigana vita vya kiroho. Mmoja akasema tunapigana na huyo, na mimi niko na roho wa nyoka, naye ako na roho ya chura. Akasema si unajua chura ni kali, huwa inangojea nyoka kwa shimo, ikiingia inafunika inaua. Sasa mtu mwenye roho ya chura na ni Mkristo ambaye anajiita mimi ni Mkristo, amevalia nguo ndefu, ako na kitambaa amefunga, na ako na roho ya chura, na huyo mwingine ako na roho ya nyoka. Kwa Biblia ni wapi watu wa Mungu wako na hizo maroho? Praise the Lord. Amen. Watu wa Mungu nataka niwaambie siku ya leo, beware. Tutafuta Mungu wa kweli, tumtii Mungu wa kweli, tumuabudu Mungu wa kweli, na tumheshimu huyu Mungu wa kweli, tutende kama mapenzi ya Mungu. Hii mambo ya nje usiangalie hiyo, tuangalie ndani ya mioyo ya watu, ndio tuweze kujua the real people who has got the true God. And as we do that, we will be safe in this world. Tutaweza kuokolewa. Hatutaingiwa na maroho mengine ambayo imeingia watu ya kuwapotosha. Siku hizi maroho ni mengi, mpaka inaonyesha watu waoe wake wengi
bora tu unaweza kuangalia ama mambo mengine mengi. If we don't obey the word of God, we may be lost with the world. May God bless you, may God sustain you, and may God protect you from the spirits of hypocrisy in Jesus' name. Amen. Nataka tukaweze kuomba nawe. Labda umesikia hili neno na umejua ya kwamba katika imani yangu sijakuwa na imani ile ambayo ni ya Kristo Yesu ya kumheshimu na kumtii Mungu. Nataka ukaliombe hili ombi na tutaweza kumwamini Bwana pamoja ukampokea. Sema: Bwana Yesu, naja kwako, nisamehe dhambi, maovu na makosa yote. Siku ya leo nakukaribisha, ingia ndani ya moyo wangu, fanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nipe Roho wako Mtakatifu akawe mwalimu wangu, akanifundishe ukweli wote. Ninakuomba unihurumie, sitaki kupotea, ninakutafuta Mungu wa kweli. Kwa jina la Yesu nimeomba na nimeamini. Nataka nikuombe na utaona namba hapo, unaweza kuitumia kutuambia umeokoka, unaweza kuitumia kutuambia ama kutuma ujumbe kama unaombi unataka kuomba, na pia unaweza kuitumia kutuma sadaka zako kwa sababu ya kazi ya Mungu. Hebu tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu nimeomba ukakumbuke kila mmoja ambaye amenisikia na wanaonitazama. Naomba Bwana ukawahurumie na katika imani yao wakomboe kutokana na maroho ya unafiki. Baba, tunaomba ukapande kila mmoja katika imani ya kweli. Kwa jina la Yesu tumeomba na tumeamini. God bless you. Tutaonana wakati huo mwingine. Bwana awadumishe in Jesus name.